Yes sir. Karibu tena Bosnia Online TV. Tafadhali subscribe na kulike na kushare ili uwe mwana familia, na kama tayari share kwa wengine wapate kujifunza hayo masomo. Mada ya leo, nini Barahati? Mbona inaongelea sana kwenye mitandao ya kijamii? Nini Barahati? Leo ndugu yangu, nimekuja kukufafanulia hiyo nini maana ya Barahati. Hakika ndugu yangu, mfuatiliaji wa channel yetu hii Bosnia Online TV, nataka tuweke kando mambo yote ya kienyeji na tuingie kwenye darasa la juu kabisa, elimu ya kiroho na siri za kale. Leo tunakuletea mada nzito isemayo nini maana Barahati. Lengo langu na leo ni kufanya wewe unayetazama uifahamu elimu hii kwa usahihi wake, uvutiwe na nguvu zake, lakini pia ujue kweli, ili usipotoshwe na watu wasiojua undani wa mambo haya. Fungua akili yako vizuri, kwa sababu hapa ndipo penye ufunguo wa sayari zote za kiroho. Sehemu ya kwanza, maana halisi ya Barahati sio ushirikina. Watu wengi mitaani wakisikia neno hili Barahati hii huwa wanapata uoga, wajinga na wasiojua mifumo ya kale kukimbilia kusema kuwa huu ni uchawi au ni ushirikina wa kuzuia watu. But mimi Bosnia nakwambia leo, huu ni uongo mchana kweupe kabisa, yani uongo kabisa. Barahati ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kiuhalisia hasa na Barahati ni kiapo kikongwe na kikuu zaidi duniani cha kiroho. Yale maneno yaliyomo ndani yake kama vile Barahati, Kariri, Tatlihi, si lugha ya Kiarabu cha kawaida, na wala sio maneno kutengenezwa na wachawi wa leo. Hii ni lugha ya kale sana ya Kisirania ya Kikaldani, lugha ambayo ilikuwa inatumika tangu zama za Nabii Suleiman alayhi salam na hata kabla yake. Siri kubwa ya maneno haya ni kwamba kila neno moja unaloliona ndani ya Barahati hii ni siri iliyobeba majina matukufu ya Mwenyezi Mungu, al-Asmaul Husna, lakini yakiwa katika lugha hiyo ya kawaida ya kiroho. Nini maneno yanayowekwa kwa ajili ya kutukuza nguvu za Mungu na kuleta utaratibu kati ya wanadamu na ulimwengu usionekana. Kwa mtazamo sehemu ya pili, mfano wazi ya jinsi inavyofanya kazi mtetemo wa sauti ile ya Barahati. Ili uelewe ni elimu hii ya ngumu, nitakupa mfano mmoja mwepesi wa kimaisha. Fikiria neno la Kiswahili kama simama, ukilitamka linafanya kazi hapa duniani kwa binadamu anayekuelewa, lakini katika ulimwengu wa maneno ya Barahati yanatema vibration of frequency maalum. Ukisoma au kuandika Barahati kwa usahihi unakuwa unatoa amri kupitia siri majina hayo ya kale. Ila Barahati ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ni kama kusema ya Allahu, ya Latifu, ya Rahmani, ya Majidi, ya Wahabu, ya Kudusu, ya Mutakabiru, ya Khaliqu, ya Bari'u. Barahati ni mfumo huu, isipokuwa ni imechukuliwa kwa lugha ya Kisirania ya mfano wa kwanza kutia nguvu kazi. Ukiandika tena simu uzindiko bila kuisomea kasa la Barahati ni sawa kununua balbu ya taa ukaiweka ukutani, lakini hujiunganisha na waya wa umeme kutoka kwenye transformer. Barahati inayofanya kazi kama umeme, inawasha na kutia uhai ile kazi yako ili ifanye kazi kwa haraka hata ndani ya masaa 5 tu. Na maanisha hata ukiwa ndoa zako za kawaida, ili ziwe na nguvu, basi endelea kusoma jina la Mwenyezi Mungu, al-Asmaul Husna, ya Latifu, ya Rahmani, ya Rahim, ya Majid, ya Kudus, Lexat. Ndugu yangu, kabla tuendelea na somo letu hili, nikukumbushe kuwa kitabu mada hii tunazungumza Barahati tayari kitabu chake nimeshakitengeneza. Kitabu hicho nimeshakitengeneza kwa mfumo wa PDF. Kwa maana hiyo unauza kwa njia ya PDF. Mwenye kuhitajia anatakiwa achangie shilingi 45.
pia nitamtumia kwa njia ya WhatsApp. Namba zangu za WhatsApp kama unavyoziona hapo mbele. Ina maana cha kufanya, unatuma salio, unapiga screenshot muamala wako uliotumia, unaitumia kwenye WhatsApp. Baada ya kushaitumia kwenye WhatsApp muamala uliofanya, basi nitachukua programu yangu ambayo ya PDF ya kitabu cha Barahati, nitakutumia hapo hapo. Lakini hili ni toleo la kwanza. Barahati hii nimeigawa sehemu mbili, yani vitabu viwili, cha kwanza na cha pili. Lakini cha kwanza kinajitosheleza kwa upande wake na cha pili vile vile kinajitosheleza kwa upande wake. Kwa maana hiyo, baada ya muamala, kama unavyoona namba ya simu yako, jina ile yako Yusuf Abdallah, tuma 45, piga screenshot, utanitumia WhatsApp. Baada ya hapo kitabu chako kitakufika hapo hapo kwa njia ya WhatsApp. Unaweza kusoma kupitia simu yako ya smartphone au kuingiza ndani ya laptop au desktop, ukaweza kusoma kitabu chako cha Barahati. Ila hutaki hivyo, unaweza kwenda stationery ukaenda kukutolesha kitabu moja kwa moja. Mtunzi ni Boss Nyao Online. Karibuni, tunawapenda. Tuendelea. Mfano wa pili, kiumbe. Barahati inafanya kazi kama katika sheria kuu ya kiserikali. Jini au roho yote ikileta kiburi au kaidi kwenye mwili wa mgonjwa au ikagoma kufanya kazi ya kheri uliyolaagiza, salamu akipiga viapo vya Barahati, yule kiumbe mbaya anaondoka na kusudia. Barahati ni mfano kama nilivyozungumza, ni majina ya Mwenyezi Mungu, majina ambayo unapokuwa unamsomea mtu mwenye shetani, basi shetani yule atapiga kelele na kukimbia haraka sana. Kiumbe yule atalazimika kutii bila ubishi na atapotea. Asipotii atachoma moto wa kiroho hapo hapo mpaka kupoteza maisha. Kwani majina haya kusoma kwa lugha ya Kiswahili yanakuwa na nguvu kubwa sana. Na ndani ya kitabu nimeelezea yote haya na kwa njia tofauti jinsi unaweza kutumia kitabu hicho. Kina mambo mengi na mengine siwezi kuweka dhahiri hapa online kwenye video. Mengi utayakuta huko kwenye kitabu, isipokuwa mwisho wa video hii nitakuonyesha vitabu vyenyewe vilivyo na maelezo fulani. Mfano wa tatu, kufunguza bahati. Inatumika sana kubadilisha upepo na nishati, yani kufungua bahati. Inatumika sana kubadilisha upepo na nishati ya eneo. Hii inafaa sana kwa ndugu zetu walioko kwenye kazi ngumu za migodini na utafutaji madini. Barahati inasafisha upeo wa ardhi ili kuvuta vitu vilivyofichwa chini ya ardhi kama dhahabu au kuvuta wateja wakubwa kwenye biashara yako wahizini ya Mwenyezi Mungu. Maana yote na yote ni kumwelekea yeye Bwana Mungu. Mtazamo sehemu ya tatu, tahadhari kubwa. Elimu hii inahitaji uongozo pamoja na uzuri na miujiza yote hii ya Barahati. Lazima upate kitabu kwanza, upate kujifunza vizuri ndio uweze kuitumia. Lazima ikupe tahadhari kubwa sana. Wewe unatazama mimi nasema kuonya, Barahati sio kitabu cha hadithi na sio kitu cha kuchezea au kujaribu kienyeji ukiwa chumbani kwako bila mwongozo. Hii ni elimu ya juu na yenye nishati kali mno, high energy. Ukitumia bila kujua saa ya nyota yako au bila kujua miiko na taratibu zake, unaweza kujiletea mauzauza na hofu isiyo kuwa na sababu za msingi. Watabibu wengi mitaani walikuwa wakiuza vitabu vyao, lakini kwa ndani wanaficha baadhi ya siri, jambo linalofanya watu wengi wakijaribu wapate matatizo tofauti kabisa. Na mimi Boss Nyao, vitabu vyangu viko wazi na vimekamilika ili kumlinda na kumsaidia yule anayesoma kitabu hicho. Kumbuka, asili ya kufanikiwa kwenye Barahati ni kufanya mambo yako kwa idhini ya kibali cha Mwenyezi Mungu pekee na sio kwa nia ya shari na uharibifu. Ndugu yangu, hitimisho, wito, maoni, call action. Ndugu msikilizaji, hapa tumegusa tu utangulizi wa nini maana Barahati, ili unaohofu uelewe kuwa hii ni sayari halisi ya kiroho. Katika darasa letu lijalo ambalo litakuwa somo la kipekee yake,
tutaingia ndani zaidi kuchambua mahudami ni nini, jinsi ya kumiliki mahudami Barahatii. Somo hili litakufungua macho kabisa kama umevutiwa na darasa hili, ila leo umenielewa tofauti na Barahatii watu wanazungumzia na ushirikina, basi nenda hivi kwenye comment hapo chini, andika neno elimu ya kweli, au weka maoni yako, mimi mwenyewe nitapita kukujibu. Usisahau kusubscribe na kushare. Tukutane darasa lijalo, asanteni. Ila napokea hapo kipande cha video kuviona vitabu wenyewe husika. Maana kuna kitabu cha Barahatii, pia kuna kitabu kinazungumzia elimu ya majini na kuwajua kiundani. Asante, tuonane katika video nyingine. Assalamu alaikum. Mimi ni mwakilishi rasmi wa mtaalamu wenu Boss Nyawa. Leo nilete kwenu vitabu viwili vikubwa vya kiroho vitakavyobadili maisha yenu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kitabu cha kwanza cha Barahatii kinapatikana kwa bei ya shilingi 45,000 tu. Hiki ni mwongozo wa kipekee wa kujifunza kuwamiliki majini na mahudami wakuu na kufungua uwezo wa kuona maono ya kiroho. Pia kinafundisha kuweka kinga imara ya miili na nyumba na mbinu za kuondoa usaliti katika mahusiano na kuleta uchamungu. Jifunze kumiliki maruhani wenye nguvu na kujipatia mali kwa njia salama kabisa kupitia kitabu hiki. Kitabu cha pili, elimu ya kiruhani na majini, kinauzwa kwa shilingi 460,000. Hiki ni kitabu kizito na cha siri kubwa kinachofundisha jinsi ya kuwaita na kuwamiliki majini wa aina tofauti. Gundua siri za kufungua milango ya bahati na mafanikio kwenye biashara kubwa na mifumo ya migodini. Vitabu hivi vinatumwa kwa njia ya PDF kupitia WhatsApp, rahisi kusoma kwenye simu au kompyuta yako. Fanya malipo sasa na utume picha ya muamala WhatsApp. Wahi nakala yako sasa, fungua milango ya heri. Kujua dawa na kujitibia.